Karibuni wapenzi watazamaji wetu katika kipindi chetu cha Honored People Corner. Siku ya leo tunaenda kuendelea na mada inayosema ndoa taasisi inayohitaji kujichanganua. Wazungu wanasema analysis. Kama tulivyosema, ndoa ni taasisi ambayo ni kubwa. Ninataka kuambia wewe mwenye ndoa uko kwenye taasisi ambayo ni kubwa kuliko taasisi nyingine zote. Kwa sababu ndoa ndipo tunapoanzia maendeleo yote. Ndipo wanapopatikana watoto, wanafunzi, wanavyuo, wafanyakazi, hata wale ambao ni viongozi wakuu wako kwenye ndoa. Kwa maana hiyo leo, wewe kama mwenye ndoa, mume au mke, wale wenye makampuni makubwa, wenye mashirika makubwa, huwa wanachanganua makampuni yao kwa kutumia dhana wanasema ni SWOT analysis. Wanaangalia strength, wanaangalia weakness, wanaangalia opportunity na threats. Kwa Kiswahili wanasema ni uwezo, mapungufu, fursa na vikwazo. Kwa kama ambavyo hawa makampuni makubwa, watu wakuu wanafanya kwa habari ya kuchanganua makampuni yao ili kuweza kujua maendeleo yao yanaendeleaje au kuweza kubadilisha yale ambayo hayafanyiki sawa sawa. Ndivyo sasa leo tunakwenda kujifunza elimu hiyo kwenye ndoa zetu. Tunakwenda kutumia hii SWOT analysis kwenye mume na mke na familia pale kwa ujumla. Kwa sababu saa nyingine mke atasema niko kwenye ndoa, mume wangu simuelewi vizuri, anafanya hili na lile. Au mume uko kwenye ndoa, unasema mke wangu simuelewi vizuri, yuko hivi na hivi. Lakini kwa kutumia simple method au njia tu rahisi ya kutumia hii SWOT tukaileta kwenye ngazi ya ndoa, ngazi ya familia, inaweza leo ikatusaidia kwenye maendeleo ya ndoa zetu na vijana wetu na familia zetu. Kwa mfano basi, tukianza na hii SWOT ambayo nasema ni strength au uwezo. Katika ndoa, mume amepewa nafasi yake, ana uwezo wake, na mke ana uwezo wake. Kwa hiyo ni vizuri sana mke ukatambua uwezo wa mumeo ni nini, na mume akatambua uwezo wa mke wake ni nini. Hii inasaidia sana kwenye kuendeleza maendeleo ya ndoa au ya familia. Kwa sababu saa nyingine waweze kuwa na mtu ana uwezo, mke mwenye uwezo au mume mwenye uwezo, lakini tu kwa sababu mume hujatambua mke wako ana uwezo gani, ukashangaa mambo hayaendi, ukafikiri wewe mwenyewe ndio una uwezo kwenye ile familia. Kumbe hata mkeo kuna uwezo aliopewa ambao mkiugundua, mkaufanyia kazi, unaleta maendeleo kwenye ndoa yenu. Mume yeye amepewa ana uwezo wa kuwa kichwa. Mume ni kichwa. Mume ana uwezo wa kutoa mawazo mengi kwenye familia. Mume ana uwezo wa kutoa mashauri. Ana namna ile ambayo amepewa ile nafasi ya ungu, nafasi ya bwana kwenye familia. Kwa sababu hiyo sasa, uwezo wa mume kwenye familia tu kuwa bwana, tayari anaweza akaweka vitu vingi kwenye familia, akaita dream nyingi kwenye familia, zikaweza zikafanya kazi. Lakini pia mume amepewa nafasi ya kuwa mtoaji, kwa sababu mume ni nafasi ya Mungu. Mungu ni mtoaji. Alimtoa Kristo akafa kwa ajili yetu. Lakini pia Mungu alimpa Adamu kuwa bwana, kuwa mume, kuwa mtu mume. Kwa hiyo mume amepewa nafasi ya nini? Ya kuwa mtoaji. Lakini sasa unaona sasa mume amepewa nafasi ya bwana, lakini mke amepewa nafasi ya msaidizi. Umeona? Kwa hiyo pale pana bwana na msaidizi wake. Mume amepewa nafasi ya utoaji. Mume ni mtoaji, ana uwezo wa kutoa, mke ni mpokeaji. Umeona? Kwa hiyo sasa unaona hata mume anatoa, kwa mfano kwenye kuzalisha, mume anatoa mbegu ya kiume, mke anapokea. Wanateza mtoto pale. Kwa hiyo huo ni uwezo wa kila mmoja na nafasi yake. Lakini pia mume amepewa nafasi ya upendo. Ana uwezo wa upendo. Kwa sababu mume ni Mungu mwenyewe. Mungu ni pendo. Kwa hiyo mke amepewa nafasi ya kuwa mtii. Umeona? Kwa hiyo kila mmoja kwenye ndoa ana uwezo wake. Na ule uwezo
Mungu aweka kwa makusudi ili ushirikiane, usaidizane, ili ndoa iweze kuwa na maendeleo. Sasa mara nyingi kwenye ndoa haya mambo yasipoangaliwa, huu mchanganuo usipofanyika vizuri, unakuta kuna migongano, kuna kutokuelewana kwenye ndoa. Kwa sababu gani nasema hivyo? Uwe mke ukijua mume wangu ni bwana, kwa hiyo akisema jambo nitafuata, hapo tu umepusha mambo mengi. Mume akajua huyu mke ni msaidizi wangu, kwa hiyo akitaka kunisaidia lazima nimsikilize anavyotaka kunisaidia, tayari umepusha mambo mengi. Mume akajua mimi ni mtoaji kwenye familia, kwa hiyo familia yangu lazima nihudumie. Mke akajua napokea kutoka kwa baba na natunza ile hela alionipa, tayari umepusha mambo mengi. Mume akajua yeye ni kiongozi wa familia, wa ndoa. Mke akajua yeye ni mtekelezaji wa yale ambaye baba ameyasema kwenye familia, ni msaidizi, tayari umepusha mambo mengi. Kwa hiyo ile migongano ya hapa na pale, kwa sababu tu ya kuelewa nini uwezo wa mume na uwezo wa mke ni nini, halafu mkayaheshimu hayo, mkayaishi hayo, yanaepusha migogoro mingi kwenye ndoa zetu. Lakini pia waweza kuta mke ana uwezo kwenye mke anaweza kuwa na uwezo wa kusimamia biashara nyingi. Kwa hiyo mume uone mke kwa sababu ana uwezo wa kufanya biashara, basi fungua biashara ambayo yule mke atasimamia kwa pamoja, kwa sababu umeshaona uwezo wake. Maana ya kuwa kwenye ndoa ni kila mmoja kuweza kuelewa na kuthamini na kuendelea kujifunza uwezo wa mwenzie, ili sasa baadaye kuja kuinvest au kuwekeza kwenye uwezo alionao mmoja wenu katika hiyo ndoa. Maana Mungu anasema kwenye ndoa sio kama wote mnalingana, hata sema vidole vitano vilingane. Kila mtu ana uwezo wake, ana namna yake. Kwa ni vizuri sana kwenye ndoa kujichambua. Uwe mke uweze kumchambua mumeo ana uwezo gani. Mke aelewe mkewe ana uwezo, mume aelewe mkewe ana uwezo gani. Halafu sasa mkutanisha ule uwezo wenu ili kuleta jambo zuri kwa ajili ya ndoa yenu. Unajua wakati mwingine kutambua tu uwezo kwenye sehemu nyingine ni gharama. Unakwenda mahali mpaka ujue uwezo wako ni gharama. Lakini kwenye asili ya ndoa, wewe tu mke unaweza kumuona mume wangu huyu ni mzuri kwenye biashara, kwa sababu kuna mawazo akiyafanya, anafanya vizuri. Mimi nafahamu mume wangu yeye kwenye masuala ya biashara ni mzuri. Anaweza akakaa hapo akabuni biashara, akakwambia mke wangu hii biashara naibuni kuanzia inapoanza mpaka inapomalizika. Na anakuambia lazima aiweke kwenye kompyuta, airatibu vizuri kwenye kompyuta. Hata ungepeleke tu anakuambia iko kitu umekishakifanyia analysis, umeshakiangalia toka mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo ni uwezo ambao udiscover au nimejua anao. Kwa hiyo kuna namna ambavyo yeye anajua mama ana uwezo wa kufuatilia. Huyu mama akifuatilia jambo lake lazima alimalize. Kwa unakuta yale mashirikiano ya ule uwezo tulionao, kuna namna ambavyo yanaenda kuleta matunda kwenye maendeleo ya ndoa. Wakati mwingine baba anakuwa na uwezo wa kutoa ada ya watoto, lakini mama anakuwa na uwezo wa kufuatilia homework za watoto, anafuatilia shuleni, shule gani ipatikane kwa ajili ya watoto. Huo ni uwezo alionao mama, na baba ana uwezo wa kutoa ada. Kwa hiyo mkiweza kudiscover au kutambua au kugundua huu uwezo alionao baba, uwezo alionao mama, halafu mkaufanyia kazi, unaleta maendeleo makubwa sana kwenye ndoa. Jambo la pili, wanasema wazungu ni weakness au mapungufu. Kila mtu kwenye ndoa, mume ana mapungufu yake, mke ana mapungufu yake. Lakini mkiweza kugundua mapungufu ya kila mmoja, ndipo mtaweza kusaidiana kuweza kuheshimiana au wanasema kuonyana kwa upendo. Kwa mfano, mume anaweza kuwa na mapungufu ya ulevi, ni mlevi, au ni mtu ambaye ni wanawake wengi. Haya ni mapungufu ya mtu. Na hata mke usema nitaidi kuongea kupiga kelele ya tata usiweze kusolve, lakini ukajua ile mapungufu,
basi ukasimama kusaidia yale mapungufu yaondoke, hilo jambo jema zaidi. Au mume ni mlevi, ukaanza mapungufu apate elimu gani, au kumkutanisha na watu ambao wanaweza kumshauri au kumwambia baba punguza kidogo, fanya hivi. Ni namna ambavyo unasaidia yale mapungufu yake kuyafanya nini, kuweza kusaidia kuya monitor au kuyasaidia yaweze kupungua au kuondoka kabisa. Labda mke naye ana mapungufu yake, labda sio msafi. Baba akajua mapungufu ya mke wangu sio msafi, akaingilia kati kusaidia yale mapungufu ya mkewe aweze kuwa msafi. Labda akampeleka kwenye semina mbalimbali, akampa mafundisho fulani hivi na vile, akaambia mama ipata exposure hapa na pale. Ni namna ya kuweza kusaidia kwenye mapungufu. Kwa nini nasema hivi? Mara nyingi haya mapungufu kwenye ndoa, watu washagundua, mke shagundua mume wangu na mapungufu haya, mume akagundua mke wangu na mapungufu haya, yanakuwa tayari ni kuanza kulaumiana, kutupiana vijembe, kuwekana namna ya wazi au uchi. Kwa lazima ujue mapungufu ya mumeo, ujue mapungufu ya mkeo, halafu ndipo utaweza kusaidia maendeleo yakawepo, kwa kusaidia namna ya kuyafanyia kazi. Kwa ni vyema sana wanandoa, maana tumesema ndoa ni taasisi ambayo ina heshima, ni taasisi ambayo inaleta maendeleo kwenye jamii na taifa na dunia kwa ujumla. Lazima sisi wenyewe tuweze kujichambua, wale wanandoa wajichambua wenyewe kwa wenyewe humu ndani, na itakuwa rahisi sana kuweza kuendelea kuishi, kwa sababu hakuna sehemu yoyote ambayo haina mapungufu. Hakuna taasisi ambayo haina mapungufu. Hakuna kazi ambayo haina mapungufu. Hakuna mtu aliyekamilika ambaye haina mapungufu. Kwa ni namna gani nyinyi wanandoa, maadamu mmeingia katika taasisi ya ndoa, mjue namna ya kuchambua yale madhaifu, yale mapungufu, ili sasa msaidiane, au mwingine amstahimili mwenzie, au mwingine amsaidie mwenzie, au mwingine amwinue mwenzie, hata kwa maombi, kumuombea, kumsaidia, kumshauri, kumuonya. Haya yote unasaidia ile mapungufu ya mtu yaweze kuondoka na kusaidia maendeleo yaendelee. Jambo lingine wanasema ni opportunity au ni fursa. Ndoa ni fursa. Nyie wanandoa tuko wawili ni fursa. Yaani ulikuwa mmoja, mume mke kwa binti moja, akakutana na kijana mmoja, wakawa mwili mmoja. Hiyo ni fursa, hiyo is already opportunity. Lakini baada ya kuingia kwenye ndoa, kuna wakati tunakuwa kama vile tunavifumbia, hatuvioni. We don't see the opportunity to each other. Au fursa alionao mume wangu, au fursa alionao mke wangu. Halafu ile fursa mkazifanyia kazi kwa ajili ya maendeleo ya ndoa yenu. Kwa mfano, utaweza kuwa umeoa mke ambayo ni anajua masuala ya mapambo. Yaani kwenye pamba ni mtu mwenye tu alivyo tu anaweza kupamba vizuri. Ile ni fursa alionayo yule mke. Ukasema mke wangu, madamu na kuona na fursa hii, una uwezo huu, acha nikufungulie labda sehemu ya kupamba, au nikufungulie saluni, au nikufungulie labda kampuni ambayo utaenda kufanya kwenye mapambo, decoration, kwenye maharusi, kwenye nini. Lakini mume ameona ile jambo, lakini anaona huyu mwanamke ana chochote bwana cha kufanya. Kumbe tayari ana opportunity ya namna ya kuweza kupamba. Mke mwingine anajua kushona vizuri. Yaani akishona nguo tu ameteza, anajua kushona. Ni opportunity alionayo. Ukasema I use that opportunity. Mke wangu na kufungulia kampuni ya kushona, tailoring mart kubwa. Kwa nini? Mume ameona opportunity alionayo mke wake. Kwa hiyo kwenye ndoa utaweza kuwa kuna fursa nyingi. Mume labda mwanaume mume wako, yeye ana fursa, akisimama mahali akisimamia jambo utashangaa. Ana ile opportunity ya leadership ndani yake. Mkasema jamani baba, hebu tufungue jambo fulani, kwa namna unavyoweza hapa utasimamia vizuri. Hiyo ni namna ya kujichanganua kwenye ndoa. Kwa nini nasema hivi? Enzi hizi na nyakati hizi na zama hizi, waweza kuta kwenye ndoa, wanandoa wana uwezo mkubwa, wanandoa wana fursa nyingi, lakini fursa zimekufa, hazijawa discovered, hazijafufuliwa, hazijahuishwa ndani yao kwa sababu ya ubinafsi. Mume anaona yametosheka na mke yuko hivyo hivyo, mke anaona ametosheka na mume yuko hivyo hivyo. Kumbe wangekaa kujua fursa alionayo mwenzangu,
tunaweza tukafanya kitu kikubwa sana kwa ajili ya maendeleo ya hiyo familia au hiyo ndoa.